Rais amezungumza kwa niaba ya wanachama na mashabiki. Amesema si nyie ndio mmetuchagua tuko hapa. Msimamo wa wanachama na mashabiki ni mmoja. Hatuchezi. Na huo msimamo utasimama. Heiza tukiwa tumekufa au heiza tukiwa hai. Tumesema hatuchezi, tunahitaji kurudisha heshima ya mpira wa nchi. Na heshima ya mpira wa nchi atarudisha Yanga Sports Club. Tutasimama mwanzo mwisho. Rais amezungumza na kusema kwamba bado wataendelea kuwa na vikao mbalimbali ili kupata suluhisho la hili jambo. Huoni kama linaenda kumalizika kwa mazuri kabisa akiwa waziri tayari amekuja kuingilia kati hili swala na kutoa maoni yake? Sikiliza, sisi tumemwambia waziri mahitaji ambayo tunahitaji ni haya. Na vitu ambavyo tunahitaji ni hivi ambavyo viko kwa mujibu wa sheria na kanuni. Kwa waziri anapaswa vitu viwili. Heiza azisigenye kanuni au azikubali kanuni. Kwa kama waziri anasimamia sheria na kanuni, maana yake atakuwa katika upande wa Yanga. Heiza kama waziri akiamua kuzikanyaga kanuni, maana yake atakuwa ni upande wa vibaraka wa kikoloni. Kwa maana yake waziri kama yuko alikuwa ni waziri wa sheria, anafahamu sheria, sasa hivi ni waziri wa michezo, maana yake atabaki kusimamia sheria na kanuni. Sheria na kanuni zinasemaje? Zitakuja katika meza, Yanga achukua pointi 3 muhimu. Tulimwambia bodi ya ligi wajiuzulu. Kama jambo ambao wameshindwa wao wamelipeleka kwa serikali, maana wake wamefeli. Kwamba uongozi umefeli kwa sababu wametafuta suluhisho jingine kutoka kwenye serikali. Sasa viongozi sema bodi ya ligi imefeli, viongozi wa kina nani? Bodi ya ligi, viongozi wamefeli kwa sababu kama jambo unashindwa kulisolve, umeenda sehemu nyingine, maana yake umeshindwa. Nao wakasema tukishindwa tunarudisha kwa serikali. Kwa manake wameshindwa. Sheria ambao wamejitungia wenyewe, kanuni wamejitungia wenyewe, kuzisimamia tu wameshindwa. Hawafai kuwa madarakani hata kwa sekunde moja. Wanapaswa waondoke asubuhi hii na mchana huu. Kwa kikao hiki manake wamezilisha hawafai kuwa viongozi wa mpira wa nchi. Kwa hiyo mwalimu, kwa maana hiyo viongozi wa bodi ya ligi kama ambavyo unasema wakiondoka mtacheza. Naam. Wakiondoka viongozi wa bodi ya ligi ndio itakuwa tiketi yenu ya kuingiza timu uwanjani. No. Tumetaja msimamo, tumetaja vitu vitatu. Msimamo wa kwanza wa klabu ya Yanga ni mmoja. Wa kwanza tunahitaji pointi 3 kwa mujibu wa sheria na kanuni. Msimamo wa pili, kwa sababu timu inatumia gharama, tuliandikia bodi ya ligi tunahitaji zaidi ya milioni 56 kwa ajili ya maandalizi. Na vile vile tumetaji ombi la 3. Hii kwa sababu kutengeneza sura mpya ya mpira wa nchi hii. Hii sura mpira usio mpira wa kikanda. Ni lazima jambo moja, bodi ya ligi na kamati zao wote waondoke. Ndio tumetoa msimamo huo. Yaani huo msimamo ni wa klabu wa Yanga. Kamati ya utendaji tumewaagiza, tukawatuma, nendeni mkaseme haya. Kamati ya utendaji wakaambia bodi ya ligi, hatuhitaji bodi ya ligi na kamati zenu, mjiuzuru. Jambo la pili tunahitaji pointi 3 na jambo la 3 ni maandalizi ya mechi milioni 56. Huo ndio msimamo wa wanachama mashabiki wa Yanga. Wanashabiki wanachama wa kawaida ambao wamewatuma viongozi wao. Wapo pale juu viongozi kwa niaba yetu sisi, wala wanatusikiliza sisi, hawasikilizi mtu mwingine yeyote. Kama atamsikiliza waziri, maana yake tafsiri yake, maana yake waziri atafute timu yake anzishe yeye. Wanapaswa tusikilize sisi ambao tumewachagua. Kura zetu sisi zithibitishe ubora wa kura zetu sisi kuweka madarakani. Hakuwekwa na waziri. Si unanielewa? Amewekwa na hao maskini wachache. Walalahoi hao ambao wamechangisha shilingi 29. Wamepata kujipia kadi yao ya wanachama. Wakasema, kiongozi wewe unafaa kusimamia klabu hii. Unanielewa? Waziri akupiga kura. Kwa maana yake wanatupasa kutuliza sisi, ndio maana baada pale tukamwambia watakuja kwetu sisi, na wamekuja hajaja. Hajazungumza, amezungumza. Kwa sisi ni mabosi wao. Watatusikiliza katika hili. Mwalimu, nizungumze shida kabisa na TFF wala wale Skaria. No. Vitu vile tunachanganya. Kwa mfano, TFF kazi yake ni nini? Kubwa ni nini? Kusimamia mpira wa nchi. TFF kazi yake ni kusimamia, ni mratibu wa mpira wa nchi. Ngazi zote. Sio? TFF ndio wameanzisha bodi ya ligi, uongo kweli? Zamani kunaitwa kamati ya ligi. Wakasema tuanzishe bodi ya ligi. Hiyo hao watu wajisimamie wenyewe. Ndio? Tujiulize sasa. Katika bodi ya ligi. TFF hakuna watu? Kuna watu. Kwa maana kuna hii jambo, maana yake TFF nao naingia waingi kama kuna watu.
Wanaingia, si ndio? Sasa wewe ukisema hauna shida ya TFF, ambao ni TFF ni sehemu ya bodi committee ya bodi ya ligi. Unaona hiyo sura? TFF wangekuwa wamejiondoa kwenye jambo hili, wangeunda bodi huru ya ligi. Lakini GS, General Secretary wa bodi ya ligi, ni kidau ambao ni katibu mkuu wa TFF. Makamu wa pili wa rais wa TFF ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ndio Mzee Mbuto. Kwa TFF hawezi kutenganisha katika hili jambo. Unanielewa? Hawezi kutenganisha. Ndio maana tukisema wajiuzuru bodi ya ligi, tafsiri yake anajiuzuru mwenyekiti na wajumbe wake. Kama wamekosa katika ngazi ya bodi ya ligi, hata kuna TFF haupaswi kuwepo. Ndio kwa mujibu wa katiba na taratibu. Unanielewa? Sasa tujizuru. Na nitazungumza kiukweli. Jambo hili maana yake limekuja kufukunyua mambo mengine ambayo hayapo. Tujiulize. Kamati zetu ina sura ya kitaifa? Kamati zetu ina sura ya kizalendo? Unanielewa? Tujiulize. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Waandishi mnaripoti ya mjui maskini ya Mungu. Mwenyekiti wa mashindano ya ligi kuu ni nani? Msafiri Mgoi. Mwenyekiti wa Kigoma. Uongo kweli? Katibu mkuu wa TFF anatokea wapi? Kigoma. Kigoma. CEO bodi ya ligi anatokea wapi? Kigoma. Mnanielewa? Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anatokea wapi? Abdul Naso anatokea wapi? Kigoma. Unataka kusemaje mwalimu? No. Nimezungumza hii kwa sababu nimesema hili jambo yakaponye majeraha yote ambayo yapo. Kwamba imefukua. Narudia tena, yamefukua mengi ambayo hata nyinyi mko hamyajui. Kwamba kuna ukabila. Hayo unazungumza wewe. Wenye dii mbili watanielewa. Unanielewa? Wenye dii mbili watakuelewa. Mwenyekiti wa kamati ya hadhi, heshima na wachezaji anatokea wapi? Ni nani? Anatokea wapi? Ni nani? Sikiliza. Tunavyosema tunapopeka mahitaji pale. So kama hatujui, tunafahamu. Ndio maana tukasema tunapaswa kutengeneza sura mpya ya mpira wa nchi hii. Je, mpira wa nchi hii watu ndio wapo Kigoma na Tanga tu, sehemu nyingine hawapo? Kilimanjaro hawapo, Katavi hawapo, Shinyanga hawapo, Msoma hawapo? Unanielewa? Tumesema hili limekuja kuponya majeraha ya mpira wa nchi hii. Lakini hilo jambo la kwanza. Jambo la pili. Hao wenye vitu wa kamati wanasimamia kanuni na sheria ambayo tumejiwekea. Awagemee sehemu nyingine. Mdogo wangu azikana kama ni mdogo. Katika nchi klabu pekee ambayo hajawahi kuwekwa kwenye ratiba ya ligi ni Yanga Sports Club. Yaani pamoja na harakati za kusaidia uhuru wa nchi, pamoja na kuwa mabingwa mara 30, pamoja ndio kwa timu ya kwanza kucheza fainali ya shirikisho, pamoja na kufunga vilabu vyote katika nchi mara nyingi zaidi, Yanga haishawahi kuwekwa katika ratiba, haikuwekwa. Yaani Geita Gold wameweka kwenye ratiba, bingwa kihistoria hayupo katika nchi. Sikiliza. Unaweza ukasahau wote. Hauwezi kumsahau baba mwenye nyumba nyumbani. Mkuu wa kaya unamsahau vipi? Sheria namba 1 kokote duniani anaulizwa mkuu wa kaya. Yanga ni mkuu wa kaya. Mkuu wa kaya anasahaulika, anaenda kutambulika katimu kadogo. Hafu nasema eti wamejisahau. Unasahau Yanga na historia ya uhuru wa nchi. Unasahau Yanga na historia ya mpira nchi. Unasahau Yanga na makombe yake yote. Haupaswi kukaa kama unasahau Yanga. Kama unasahau Yanga, je, hipo si unaweza kumsahau hata rais wa nchi? Ndio tafsiri yake. Mkubwa katika nchi ile namba 1 ni rais. Haipaswi mtu kumsahau rais katika jambo lolote. Haipaswi katika mpira nchi kumsahau Yanga au Afrika leo eti wamsahau National na ukubwa wake na vikombe vyake. Na ukubwa wake na vikombe vyake. Wewe utakuwa ni mwendawazimu. Au Uingereza msahau Manchester au Liverpool na ukubwa wake na vikombe vyake. Ndio maana tukasema tunahitaji kuponya majeraha ambayo ya muda mrefu. Na Yanga anakuwa ubingwa ni kwa sababu anawekeza. Tunahangaika kutafuta wachezaji wakubwa kina Stefano Aziki na Pakome. Tunaoana na vilabu vikubwa duniani kuwaleta hapa kaisa Tanzania. Wapuuzi hawa kina Deriki wanasema nimefanikiwa kalia. Kwani mwalimu bodi haijawahi kuwafanyia lolote jema? Maana yake mmekuwa mkiongelea mambo hasi tu kuhusu bodi. Kwanza ukisema hajawahi kufanya jambo jema, kuna wajibu na haki yake. Yaani leo baba yako, yaani baba yako leo anakusomesha eti shule ni jambo jema. Ni haki yake ya msingi. Lakini kuna wengine sikiliza. Masikia kunaelewa.
kuna haki na wajibu. Baba yako akishindwa kukulisha kisheria hapaswi kuwa baba, kwa sababu anapaswa kwa kuzaa manake akulishe. Yaani tumewalipa fedha kwa sababu pale unakani kwa kodi zetu sisi. Unaelewa? Wao ni wajibu wao kuyatenda hayo. Sio hombi. Yaani eti leo unasema eti hapana, ni wajibu, tunawalipa kodi. Wanapaswa kutoa huduma ambayo tumeweka pale. Kama wanashinda kufanya hizo huduma maana ni waondoke. Ndio wameshindwa, ndio maana tumesema waondoke. Sasa tutakatukuuliza kidogo mdogo wangu. Urais wa TFF unalipwa? Urais wa TFF unalipwa? Kwa madai yake anasema hakuna chochote. Anasema kwa madai yake hakuna chochote. Kama sehemu ulipwi, si unaweza kuondoka? Sio pati chochote. Yaani mimi kwa mfano wewe unafanya media hapa. Hawakulipi. Unang'ania kufanya nini? Nyuma pazia kuna maslahi? Kuna maslahi. Ndio maana yake utaka kuondoka. Ili mchezo lakini muda wake hujafika. Ngoja kwanza. Duniani kote, na hii ni kwamba mfano. Duniani kote. Ana mtu muda wake ufike ndio aondoke. Sefu Blatter muda wake ulifika uliondoka. Nakuuliza wewe, rais wa FIFA hata TFF wa FIFA. Akaondoka. Sikiliza. Kuna kitu ni muhimu katika maisha, ni principle duniani. Ukitaka kuhudumia huduma za hao wananchi wote, kuna muda unajiuzuru kwa manufaa yako wewe na kizazi chako kijacho. Unasema mimi kulingana na hili nimetia doa mpira wa nchi, mimi nakaa pembeni. Historia yako itaandikwa kwenye vitabu na wino wa dhahabu. Kwa nijiuzuru kwa jambo fulani. Kwa sababu kwa ulipwi. Lakini kubwa kuliko lote, na waandishi mtusaidie. Msihamishe agenda. Kesi ambayo iko mahakamani kwa hakimu mkazi ni kesi ya dabi. Hakimu anapaswa kutoa majibu ya dabi. Baada ya dabi ndio kifuate. Wewe unaingia kwenye mkumbo, unakuja kutaja mafanikio. Tukianza kutaja mafanikio hapa, ndo haya mengine ambayo mkoa wa juu tunayataja. Si ndio? Wewe pita na ulienda mpaka Dodoma. Tuliingia mkataba na Morocco, rais wa Morocco alikuja Mohamed wa 5. Uongo kweli? Si ndio? Uwanja unajengwa. Miaka mingapi imepita? Sikiliza. Mambo mengine tunakaa kimya kwa ajili ya mustakabali wa mpira wa nchi hii. Unaelewa? Unajua Morocco kwa sababu gani hajatoa? Wana hasira na kinyongo. Alipaswa apigiwe kula, hajapigiwa kula, akapiga sehemu nyingine, akasema uwanja anapeka sehemu nyingine. Shukrani. Mwalimu subiri, tumalizane na hili kwanza. Ili mchezo nini kifanyike? Jambo ni moja tu. Tumeshataja mataji. Tucheze kipi? Mechi hii ya dabi, kwa mujibu wa mustakabali ushaisha. Queen FC wametukimbia. Watu wamekuja Benjamin Mkapa, Yanga ametaja mahitaji, wamesema tunahitaji pointi zetu 3. Na duniani case study zipo ambao tumepewa pointi 3. Wamesema wanahitaji milioni 56 kwa ajili ya gharama za maandalizi. Wamesema bodi ya ligi na kamati zake zijiuzuru. Uongo kweli? Hayo ndio mahitaji. Lakini nakwambia mdogo wangu Peter, tukimhitaji mai wetu muda wote tunamshughulikia. Tukimisi mai wetu. Ndio maana baada ya dabi tulimisi. Tukasema mbona hujaja, tukamfuata Bunju. Tukamgongea kakimbi. Tukimisi mai wetu muda wote tunamshughulikia. Kama anaweza kujikaza, mwambie jikaza kukutana katika FA. Mwalimu, tumalizane na hila hapa kwanza. Rais amesema bado atakuwa na mazungumzo na waziri ya mara kwa mara hivi vikao. Vipi kama utaamua kufanya maamuzi ya busara? Kwa upande wenu kama wanachama na mashabiki wa Yanga, mtakubaliana na yote ambayo ataamuliwa? Maamuzi ya busara ni yapi? Ya kucheza dabi. Hayo ndio ya busara. Yaani kuna maamuzi bora. Unapotajwa kwamba ni maamuzi ya busara. Kwako wewe, mtazamo wako wewe. So inavyosemwa, maamuzi ya busara yangetakiwa wale Queen FC walivyoandika ile naniu, ile tangazo lao lile la usiku, bango lao lile, walipaswa waziri kuambia hii haitakiwi mje uwanja. Hayo ndio maamuzi ya busara. Yaani mtu akimbia yeye ameharibu mechi yeye, afu busara je kwa Yanga. Busara na sheria tofauti. Busara na mkandamiza mtu mwenye haki duniani. Hakuna busara ambayo inamnufaisha mtu ambaye mwenye haki, haijawahi kutokea duniani. Ukiambiwa maamuzi ya busara maana yake mwenye haki anakandamizwa. Ndio maamuzi ya busara. Haipaswi hii timu kukandamizwa kulingana na historia yake. Haipaswi hii timu kukandamizwa kulingana na matukio yake. Haipaswi kukandamizwa kwa sababu ni mara ya kwanza wewe Mangungu na wewe jaribu tena unaenda Ikulu kwa ajili ya Yanga. Au umesahau nyie? Wasinge kanyaga Ikulu. Wangeiona tu. Hata wewe Peter ulienda Ikulu kwa ajili ya
Sasa mtu tangu ameumbwa kule tumbo la mama yake aje kukanyaga Ikulu. Yanga imekusaidia kuenda Ikulu. Ipaswe kushukuru timu. Asante mwalimu.